Na mkubwa wa kazi Zaka za kazi bwana, karibu sana. Asante sana. Kipindi cha hamasa na ni kipindi ambacho kimekuwa kina mambo mengi. Moja ya kauli ambayo tulikuwa tunaizungumza muda mchache, wanasema hizi bure, sababu kina Isa Mnyungu hapa kuna time mlikuwa mnawaruhusu waingie bure kwenye mechi zenu za nyumbani. Yanga kwenye records anaenda kama mechi ya 5 ya kimataifa bure. Umeibuka mjadala kwamba Watanzania hawapendi mpira ndio maana wanapewa bure. Ni eneo la kujali tu kwamba inawezekana sio kila mechi watu wanaweza wakalipia, au ni kutengeneza hamasa, au ni kweli watu hawapendi mpira Zaka ndio maana bure? Sijui wanaosema hivyo ni watu wenye akili za kijasiriamali au za kishabiki. Kwa sababu inabidi umjue unayemjibu ni nani. Yeah. Lakini kama ni akili za kijasiriamali hawako sahihi. Okay. Kijasiriamali kwa hivi unaweza kawa unafanya biashara alafu ukaamua kuiboost biashara yako kwa kutoa ofa. Yes. Umetoka kutangaza tangazo hapa sasa hivi la Vodacom. Umeona hivyo. Wanaongoza kwa ofa. Ofa zinakuwa nyingi tu zinatoka ofa hivi, ofa hivi. Kwa hiyo kwenye ofa kwenye biashara ni kitu cha kawaida. Ni mojawapo ya sehemu ya matangazo kuwavuta zaidi watu ambao ni wateja wako na vitu kama hivyo. Kwenye biashara wanasema kuna vitu viwili. Kuna biashara yenyewe na kuna huduma kwa biashara. Yaani kuna biashara yenyewe alafu kuna huduma kwa biashara. Yaani biashara yako pia lazima uifanyie huduma, matangazo, sijui usafirishaji wa bidhaa zako, sijui utunzaji wa bidhaa zako na vitu kama hivyo. Moja wapo ni hii inaangukia sehemu ya promotion. Kwa promotion unaweza kuifanya kwa kupunguza bei. Watu labda kwa mfano kama ni bar, mtu anaweza kawa anafungua bar siku ya kwanza watu wakanywa bure. Au kituo cha mafuta, siku ya kwanza watu wakajaza mafuta bure. Ikatokea hiyo ni kawaida. Kwa hivyo ni vitu vya kawaida kwenye ujasiriamali. Lakini mtu akiwa anaongea kishabiki sasa huyo mimi siwezi kubishana naye. Kwa sababu na siku yake nyingine sio nanyi kwa upande wenu, kwa sababu tayari mna advantage ya kuongoza bao 2-0. Mnaenda kwa mchezo wa mkondo wa pili, mpo nyumbani, mnaongoza 2-0, lakini mmetoa, tunaona pia ni mechi ambayo itakuwa free. Kwa nini msukumo hasa ulikuwa ni nini? Tunataka inshallah Mwenyezi Mungu akitia heri yake tuandike historia pamoja. Mashabiki wetu ni watu ambao wameteseka sana. Wameitaka sana hatua makundi mrefu sana, imewauma sana, imewatesa sana. Inafika kipindi kwa sababu tu timu yao iende hatua ya makundi, wale wengine wanawatambia utafikia umeshinda kitu. Kwamba utafikia umefika Afrika umeshinda kitu chochote kile. Kumbe ni hatua ya makundi tu. Yaani tunazungumza hivi, elimu darasa la kwanza labda mpaka la 7. Sasa kuna mmoja alifaulu mtihani darasa la 4, mwingine hakufaulu. Hakufika, yani hakwenda sekondari. Wala 4 tu kwenda la 5, alafu la 7 anafeli. Yana 7 anafeli tu, hata kafeli tu, lakini kwa sababu alifaulu la 4 afu wewe ukufeli ukufaulu la 4, anakuna yeye kuzidi sana. Kumbe wote elimu ya msingi kwamba ukufika la 7. Ukufika la 7 wewe. Unaona hivyo kwa. Sasa wote tufeli, kama tunafeli sasa tufeli wote tumevuka darasa la 4. Hatufike sekondari, wote elimu yetu ni la 7. Mimi nilishia darasa la 3, darasa ni shule ya msingi tu. Wewe ulifikia la 7, elimu yako ni shule ya msingi tu. Lakini yeye mimi nilifaulu la 4, hata cheti hamna. Hivi la 4 wanatoa cheti ukifaulu? Hata cheti hamna, lakini ndio kwa anatutambia sisi. Sasa tukifaulu na simu tena darasa la 4, tutakuwa tumelevo. Tutakuwa tumelevo. Na Zaka umeka sababu hii ambayo inafikira mtu ameelewa kwamba mnataka muwe wote kwenye kuandika hii historia ya kwenda makundi. Na mazingira namna ambavyo umekaa. Nakumbuka mara mwisho hapa tuliongea kwenye simu mkiwa mpo Karatu, ukasema mnataka Ibenge wapeleke sehemu ambayo hamkuwahi kufika. Na mpaka sasa hizi kwa 75% watu wanaamini ile jambo yani mko pale, tusubiri tu maajabu ya football yaweze kutokea. Labda mazingira sofa mpaka hivi sasa ndani ya timu mkiwa mpo na Ibenge, performance za wachezaji, kwa kiasi gani mnaona lengo linakwenda kufikiwa kimataifa? Kiukweli nikwambie, tathmini bado haijafanyika. Okay. Wala hamna. Ndio mmeanza hii. Na wala hamna mtu anayejali sijui kufikia makundi. Sisi tunachowaza hii mechi tu. Muimalize. Yani anayewaza makundi kwenye ndani ya klabu hayupo. Labda mashabiki nje wana lakini ndani ya klabu wachezaji, sijui kocha, kila mtu focus yake ni mechi. Ni mechi ya. Sio nini kitafuata baada ya mechi. Ni mechi yenyewe tu. Yani sisi hapa tukiwaangalia wale KMKM kwenye mechi inayokuja, tunawaona kama ile Brazil iliyoshinda kombe la dunia 2002. Yani tunawaona kama Barcelona ile bora kabisa. Kwa hiyo tunajiandaa kukabiliana na timu kubwa sana iliko mbele yetu. Wala hatuwazi kwamba kuna robo final, kuna hatua ya makundi. Hii tension ni kutokana na records au uhitaji kwamba uhitaji ni mkubwa. Ni heshima kwa mpira. Okay. Mpira unatakiwa uheshimu sana. Sisi tuna uzoefu wa kutosha kwa kuona na kwa sehemu
yani kuwa wahanga. Tumetolewa na Mbeya City msimu uliopita. Watu wasahau. Mbeya City ilikuwa timu ndogo sana. Ilikuwa timu haiko ligi kuu. Timu ambayo na sisi tulikuwa nyumbani pale pale Azam Complex. Sasa hao KMKM mtacheza na wapi? Nyumbani. Unaona tunajua madhara ya pale. Kwa hiyo tension ni kutokana na historia. Kwa hiyo tunataka tuheshimu mpira, tutendee haki kila sehemu, tusiingie kwenye sherehe sasa. Sherehe zitakuja baadaye. Yaani sisi tuko barabarani tunaendesha gari. Huko tunakoenda kuna harusi. Na kwenye harusi kutakuwa na vinywaji vingi, kuna shughuli nyingi, kuna sherehe nyingi. Lakini bado hatujafika. Tukianza kuwaza tuko pale, nimeshakaa pale mbele ukumbini nacheza muziki wangu, unaweza kupata ajali njiani usifike. Kwa hiyo sisi hivi tuna concentrate kwanza na barabarani. Hiyo mambo ya huko kwenye harusi kuna nini? Hatutaki kuangalia kwanza, tunaangalia barabarani tusije kutengeneza ajali. Na mazingira kwa ujumla, kwa maana ya maandalizi ya timu, kambi ilipo hivi sasa, team news kama kuna ambao wanaeka zozote hali kwa kifupi, kwa timu kwa kikosi kile ambacho kilikuwepo kwenye mchezo wa mwisho, wote wako salama. Wote wako salama na wanaendelea na mazoezi, wanaendelea kujiwinda na mchezo huu. Watu ambao hawatakuwepo ni wale hawakuwepo pia kwenye mchezo uliopita. Adolf Mtasingwa ana muda mrefu kidogo. Fuentes Mendoza bado, Check Nadia Kite, hao ndio hawatakuwepo. The rest wapo. Kwa hiyo timu, kwa hiyo kile ambacho kilionekana nguvu ni ile ile. Energy ni ile ile. Kitu kikubwa ambacho tunapenda kusisitiza, nimefurahi sana kumkuta Isa hapa, mwamba kabisa. Katika kutengeneza hamasa kwa mashabiki wetu, tunasema hii ni tunakwenda kusherehekea. Yaani watu waje, tukipata nafasi ya kwenda hatua makundi, tumekwenda pamoja, tuandike story pamoja. Mimi nikwambia kitu kimoja. Kama tutaenda hatua makundi, itakuwa mara ya kwanza. Mara ya kwanza, yes. Hisia yake ni tofauti. Miaka ijayo tunaweza kaenda hatua makundi hata mara 20, lakini hisia yake wakati huo haitakuwa sawa na hii ya mara ya kwanza hii. Kwa hii ni muhimu sana kwa mashabiki wetu kuja. Na tunasema hivi, kwa wale mashabiki wetu ambao wana vipaji Mwenyezi Mungu amewajalia vya muziki, watunge hata nyimbo za kusherehesha hili tukio. Kwa sababu tunataka tukasherehekee siku hiyo. Kwa hiyo kuna yule jamaa wa mashairi. Mashairi yupo. Huyu jamaa ndo DJ. Huyu ni mmoja wapo nimekuja naye. Bwana, hebu Muhamsafi, karibu bwana. Huyu ni msanii ambaye ametunga nyimbo moja, atakuja kuimba hapa. Atupe viendo au atakuja kutoa vionjo hapo mwenyewe. Au na yeye mzee wa auto tune. Hapana, huyu ni noma sana. Ni noma sana. Huyu ni msanii kutoka, kuna sehemu inaitwa Bamia City. Bamia City unajua ni karibu na Azam Complex. Azam Complex, Bamia City ni hapo. Wanalima bamia hiyo. Hapana, ni majina tu ya mbele. Majina mbele. Bwana, karibu. Asante. Unajua hizi ni nyakati ambazo amegusa hapa Zaka za historia kukumbukwa. Yes. Wewe kionjo ambacho unacho ni kipi? Utatupigia mistari, lakini umesukumwa na hisia gani kwenye hiyo nyimbo ya Azam FC kwenye nyakati kama hizi? Kwanza kabisa kitu ambacho kilinipush mpaka kuandika mashairi. Ngoja kwanza anza kujitambulisha. Usisahau wewe ni nani? Baba anakufahamu wewe kama nani? Mtaa anakufahamu kama nani? Hiyo ni wakati wako kwenye jina la kazi. Asante. Mimi kwa majina naitwa Alex Yosia Dismas Katebo. Maarufu anataga Muhasafi katika shughuli zetu za kimuziki. Muhasafi. Yes. Muhasafi. Ile mambo ya Kigoma ile, unajua ile Kigoma ile. Okay. Yes. Leka tutigite. Wazee wa vipaji kabisa. Kwa msukumo nilipata baada ya kuona ushauri ni muda mrefu kidogo. Ndipo nashabikia Azam kama timu yangu, ushauri. Lakini hivi hapa karibuni baada ya fursa kwamba mtu yote ambaye anaweza kuandika chochote kitu, nyimbo nzuri kwa ajili ya kuchagiza na kuhamasisha, ushauri nikafanya kitu kama ikwani kwa ajili ya mapenzi ya timu yangu, bila payment yoyote, kwa ushabiki wangu tukufu. Kwa Azam ni chama letu. Ni hisia. Tupe vitu kidogo. Kipenga kimelia Mbagala Chamanzi, game ipo live, mashabiki wapo shazi, pata pila safi ya kuna duanzi. Azamu hiyo navyo ipenda Azam, ipo kwa damu, timu bora, bidhaa bora msimu huu. Idinado yupo, Faisali yupo, na Msindo yupo, Azam ilipo tupo. Naipenda timu yangu, chama rangu, timu yangu Azam chama rangu. Naipenda timu yangu,
chama rangu, timu yangu Azamu chama rangu, tuite rambaramba Azamu FC, matajiri wa jiji Azamu FC, msimu kombera kwetu Azamu FC, Azamu FC, Azamu FC, watoto wa Chamazi Azamu FC, Bagara mabegani Azamu FC, msimu kombera kwetu Azamu FC, Azamu FC, Azamu FC, tunakocha bora sisi yao, mashabiki bora sisi yao, na matawi bora sisi yao, Azamu FC. Sio initiative bana. Bwana umtani watu nasema ngoma inasikilizika bwana. Hii ngoma ni ngoma kweli bwana. Nitakutumia utaipiga. Na moja hapo nilikuwa najiuliza, Zaka huyu anatembea na huyu jamaa atakuwa na kitu. Hawezi kuwa mzembe. Bwana Zaka, muda wetu umekwisha, ingawa mpita kwa uchache, lakini neno la mwisho kwanza kabla hujatoka, unaamini timu 4 zinaenda makundi? Tukaandika historia 2 shirikisho, nyinyi na Singida na huko juu. Unaona possibility? Kuamini ni jambo lingine lakini naombea. Unaombea. Yani mazingira naombea kila mtu aende hatua ya makundi. Timu zote za Tanzania zote 4 ziende hatua ya makundi. Naombea hicho kitu. Lakini kuamini, hata mimi mwenyewe bado sijaamini kama tutaenda makundi. Kwa hiyo mimi siwezi kuamini wengine. Hata sisi wenyewe bado, mbona nasema hawa KMKM sisi tunavyoangalia tunaona kama Xavi again. Kama Barcelona Xavi again. Lazima tujipange kweli kweli. Bwana, neno kwa Watanzania kwa ujumla pamoja na mashabiki wa Azam FC kuelekea kwenye hii game. Kwanza umeanza na Watanzania na mimi nianze na Watanzania kwa ujumla. Jamani, weekend hii Tanzania inakwenda kushuhudia kitu ambacho hakijawahi kutokea. Kwa hiyo tuungane kwa pamoja kama Watanzania, tuziunge mkono timu zetu zote za Tanzania ili ziweze kufuzu hatua ya makundi. Timu zote 4 za Tanzania. Tukifuzu kwenye hatua ya makundi, sisi ambao tuko sasa hivi tutakuwa tumeshuhudia kitu ambacho wale tutangulia hawajawahi kushuhudia. So kila mtu angependa kuwa sehemu ya historia, na tuandike historia kwa pamoja kama taifa, tupeleke timu zetu zote hatua ya makundi, na tutakuwa tumeweka kitu kikubwa ambacho baadaye hatuzungumzii tena timu 4 kwenda makundi. Tunazungumzia timu 4 kuchukua mataji. Yani tutakuwa tunazungumzia mataji ya Afrika tena, sio hatua ya makundi. Yani tukishafikia hatua ya makundi kwa kawaida kwa Tanzania, sasa hapo tutakuwa na Diana mataji. Sio tena kuingia hatua ya makundi. Kwa hiyo haiwezekani kama hatuungani kwa pamoja kama nchi, kila mmoja katika nafasi yake. Tuombeane dua, kama mtu unaweza ukasaidia kwa namna yoyote, hata kwa kufika uwanjani na kushangilia. Kitu kikubwa sana bwana. Wote tuweze kusogea kwa sababu hii ni hatua kwenda kuisupport pia Azam FC katika mchezo huu ambao unafuata dhidi ya KMKM, mchezo wa mkondo wa pili ambao utatoa hatima ya kwenda katika hatua ya makundi kwa mara ya kwanza. Hisia ni kali, hisia ni kubwa sana kuweza kuwa sehemu ya historia hii ya kwenda katika hatua ya makundi. Ni muda ambao unaweza kusema mlikuwa na kocha sahihi ambao ana experience na ni kipindi ambacho pia mmesubiri sana. Mechi ni tarehe 24 saa 11 jioni. Hawa watu wote wanaotunga nyimbo zao zitapigwa pale uwanjani, na Mwenyezi Mungu akibariki tumeingia hatua makundi, tunakesha. Mkesha utakuwepo. Tunakesha na hawa ndio watakao tukesha sisi. Wachoke wao. Yaani kama mtu akitoka nimesahau mswaki ndio arudi nyumbani. Kaja na mswaki tunatoboa. Kabisa. Bwana Zaka, shukrani sana kwa time yako kwa kuweza kupita walau kwa uchache, na mimi nitaendelea kuzungumza zaidi kadri ambavyo muda unakwenda. Hiyo ni hamasa kwa upande wa Azam FC, na wenyewe pia watakuwa na bure. Umesikia malengo wao ni kwenda kuandika historia kwa pamoja. Upande wa pili umetajwa kama ni maombi ya mashabiki kwenda kufanya hivyo. Kwa hiyo kila mtu ana lengo lake. Bwana, leo ni siku ya Jumatano. Leo UEFA Champions League inaendelea tena. Wawekezaji, majambo yanaendelea. Kubwa zaidi bwana, sehemu ya kuvuna mkwanja mrefu zaidi kwa dau duchu kabisa ni kupitia KingBet. Kama unaweza au kama unawaza wapi ungeweza kupiga pesa, basi ajibu ni kupitia UEFA Champions League. Siku hii ya leo kuna games nyingi ambazo zinachezwa. Cha kufanya ni wewe kuweza kutembelea website ya www.kingbet.co.tz ili uweze kwenda kufanya bashiri yako. Lakini kubwa zaidi, unaweza kaka bashiri zako kupitia KingBet leo na ukalamba bonus za ushindi za kutosha kwenye mkeka wako wa mechi nyingi ya hadi 1,000. Sawa bwana, yani tunakupa ushindi wako na kukuongezea zaidi, kwa maana kwamba kuna ushindi wa 1,000, manake ni zaidi ya ushindi ule ambao unakuwa unapata kutokana na bonus ambazo zinapatikana kupitia KingBet. Kwa hiyo cha kufanya ni kutembelea website ya KingBet hiyo ambayo nimekwambia, ili jambo liweze kuwa jambo, au unaweza kupakua ile app ya KingBet kwenye Play Store na ukaweza kufanya bashiri zako. Na kwa ule mteja mpya pale ambapo unajiunga na KingBet, basi utaandika EA Radio 17 EA Radio
17, lakini unaweka pesa na kutoa pesa kupitia mitandao ya Airtel, Yasi, Halotel pamoja na mtandao super wa Vodacom. Lakini kama una mahitaji yoyote unapiga namba ya simu 02 22 22 66